Baada ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu akiwa mkoani Mtwara ambapo alitengua uteuzi wa Bi Catherine Ruge kama mjumbe wa secretariat ya chama katika nafasi ya mtaalamu wa dawati la jinsia. Umeelewa vizuri, na uamuzi huo ulifanyika kwa mujibu wa mamlaka alionayo yeye kama mwenyekiti wa chama taifa, na ilielezwa kuwa uamuzi huo ulikuwa unalenga kuimarisha utendaji na ufanisi katika maeneo husika ya chama. Sasa Bi Catherine naye kwa upande wake ameandika ujumbe huu hapa mrefu kabisa na kukanusha kwamba Tundu Antipas Lissu hawezi wala hana mamlaka ya kumtimua ama kusitisha uteuzi wake. So Bi Catherine Ruge ameandika, na kiri kupokea ujumbe mfupi kwa njia ya SMS kutoka kwa katibu mkuu wa chama John Mnyika kuhusu hatua iliyochukuliwa na mwenyekiti wa chama taifa Tundu Lissu kutengua nafasi yangu ya mkuu wa dawati la jinsia la chama. Naomba kueleza kwa kifupi kama ifuatavyo. Kanuni za chama toleo la mwaka 2019 kanuni ya 6.5 imeweka utaratibu wa kumchukulia hatua mwanachama na kiongozi yeyote ndani ya chama. Mathalan, kanuni ya 6 kanuni ndogo ya 5.1 inaweka utaratibu wa kufuatwa namna ya kuchukua hatua za kinidhamu. Mojawapo ni kuandikiwa mashtaka yako na kupewa nafasi ya kusikilizwa. Kwa tangazo la mwenyekiti wa chama lililotolewa leo na mimi kutumiwa ujumbe mfupi wa simu, ni wazi kwamba utaratibu huo umekiukwa. Nimeshtushwa na uamuzi wa mwenyekiti wa chama taifa ambaye pia ni mwanasheria nguli kukiuka misingi katiba ya chama chetu na misingi ya haki za binadamu, hasa haki ya kusikilizwa. Nimetenguliwa bila kupewa wala kuelezwa makosa yangu na sababu za kutenguliwa kwangu, ambapo pia ni kinyume na katiba ya nchi bara ya 13 kifungu kidogo cha 6 ambayo inaweka msingi wa haki ya kusikilizwa. Hata hivyo, mimi nilikuwa kiongozi na nafasi yangu iliidhinishwa na kamati kuu ya chama kwa mujibu wa katiba ya chama ibara ya 6 kifungu kidogo cha 2 na cha 3 aya B. Mamlaka ya utenguzi wa nafasi yangu ni kamati kuu na sio mwenyekiti wa chama. Hivyo nilitegemea utaratibu wa kikatiba na kikanuni ungefuatwa. Nitaeleza mengi huko baadaye. CPA Catherine Ruge ambapo aliweka hiyo tarehe 5 mwezi wa 4 2025 mwelewa vizuri na kaweka baadhi ya vifungu hapo. Huyu anasema mwenyekiti wa chama anafuta mtu wadhifa kwa SMS na sio barua. Wanachama apewe muda wa kujieleza. Hii ni mbaya sana kwa siasa za upinzani. Hamtaki kukosolewa wala mawazo mbadala. Huyu anasema sijui kwa nini niliwahi kudhani kwamba wewe una akili, kumbe debe tupu. Huyu anasema ni uonevu mkubwa sana na ukatili mkubwa sana Tundu Antipas Lissu anafanya. Haijawa mara moja kufanya hivi. Msajili wa vyama vya siasa alitazame hili mara kadhaa. Katiba ya Chadema inakanyagwa na udikteta wa Tundu Lissu. Yeye amezungumza hivyo. Huyo ameweka vifungu hapo vya katiba. Huyo anasema kumbe umekuwa poyoyo hivyo, ujui kuwa aliyekuteua ndiye anayekutengua. Hayo ya kuchukua hatua za kinidhamu yanatoka wapi wakati maelezo ya kutenguliwa kwako hayapo? Hujatenguliwa kwa makosa bali ni uboreshaji wa kazi tu. Wanasema tuliwaonya Lissu ni kichaa. Hamkusikia. Pole sana ise. Wadhifa wa mtu unatenguliwa kwa kutumiwa message. Okay, wanasema nini kinaendelea? Kamtagi mtu hapo. Wanasema CPA Catherine Ruge, CPA Amos Makala, nadhani huu ni ugonjwa. Kumbe ukiwa CPA unakuwa okay. Sawa. Huyu anasema hakuna hearing au ndo katiba inasema kwamba mtu atafanyiwa impeachment na mtu mmoja. Wanasema Catherine haukuchukuliwa hatua yoyote ya kinidhamu kwa sababu haujafanya kosa lolote. Mwenyekiti Tundu Lissu ameamua tu kutengua uteuzi wake kwa maamuzi yake kama alivyo kuteua kwa maamuzi yake. Relax, uteuzi ni privilege sio haki. Wanasema okay, sawa.
sikwendo hivyo. CPA Catherine Ruge amemjibu Tundu Lissu kwamba huna mamlaka ya kuniteua kwa sababu yeye aliteuliwa na kamati kuu na sio mwenyekiti wa chama. Umeelewa vizuri? Mtazamo wako ni nini? Hii ni VOT Media, hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.